Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amemjia juu rais wa zamani wa Urusi, lakini pia naibu katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev, ambapo amemkosoa rais huyo wa zamani wa Urusi kwa kupendekeza baadhi ya mataifa huenda yakaipatia Iran silaha za nyuklia. Trump anamjibu Medvedev. Rais huyo wa Marekani Donald Trump amemuonya naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev dhidi ya kuzungumza kawaida kuhusu silaha za nyuklia. Kauli hiyo imekuja baada ya rais huyo wa zamani wa Urusi kupendekeza kuwa nchi kadhaa ambazo hazikutajwa majina zimejiandaa kuipatia Iran silaha za maangamizi makubwa. Mnamo Juni 22, Marekani ilishambulia kwa mabomu vituo vya nyuklia vya Iran huko Fordo, Natanz na Isfahan na kudai kuwa ndege zake za kivita zimeharibu vibaya mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shambulizi hilo lilitanguliwa na mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran yaliyofanywa na Israel. Kupitia chapisho kwenye ukurasa wake wa Truth Social siku ya Jumatatu, Trump aliandika, nilimsikia rais wa zamani Medvedev kutoka Urusi akirusha tu neno nyuklia na kusema kwamba yeye na nchi nyingine wangesambaza vita vya nyuklia kwa Iran." Mkuu wa nchi ya Marekani aliomba uthibitisho wa mara moja au kukataa, akisisitiza kwamba neno nyuklia halipaswi kushughulikiwa kwa kawaida. Trump aliendelea kujivunia uwezo wa juu zaidi wa kijeshi wa Amerika wa anga na baharini, akitaja shambulio la wikendi la Iran kama thibitisho. Katika mfululizo wa machapisho ya ukurasa wa X siku ya Jumapili baada ya kushambuliwa kwa Iran kutokana na Marekani, Medvedev aliandika kwamba idadi ya nchi ziko tayari kuipatia Iran moja kwa moja vichwa vyao vya nyuklia. Hata hivyo, tangazo hili lilimshtua sana rais wa Marekani Donald Trump, na afisa huyo wa Urusi aliacha kutaja mataifa hayo, lakini akapendekeza mashambulizi ya Marekani hayakufanya lolote kuzuia kurutubisha nyenzo za nyuklia na uzalishaji wa baadaye wa silaha za nyuklia na Tehran. Medvedev alisisitiza kwamba uongozi wa Iran utaibuka wenye nguvu zaidi kwa kuzingatia hatua za Washington pamoja na nchi nyingi duniani kupinga vitendo vya Israel na Marekani. Rais Trump anaweza kusahau kuhusu tuzo ya amani ya Nobel. Kwa sasa ameisukuma Marekani katika vita vingine, alihitimisha. Siku ya Jumatatu, Medvedev alimjibu Trump akisisitiza kwamba Urusi haina nia ya kusambaza silaha za nyuklia kwa Iran kwa sababu, tofauti na Israel, sisi ni washirika wa mkataba wa kuzuia uenezi wa nyuklia. Walakini rais huyo wa zamani wa Urusi aliongeza kuwa nchi zingine zinaweza, na ndivyo ilivyosemwa. Aliitaka Washington kujiepusha na kubishana juu ya nani aliye na nyuklia zaidi, akisisitiza kwamba mkataba wa udhibiti wa silaha wa New START ambao ulitiwa saini na Moscow na Washington kwenye saa, Medvedev anasema bado unatumika. Swali ni nini kinafuata, alihitimisha. Akizungumza wakati wa mkutano mjini Moscow siku ya Jumatatu na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, rais wa Urusi Vladimir Putin alitaja shambulizi la Marekani dhidi ya Iran kama uchokozi usiokuwa wa msingi unaokiuka sheria za kimataifa ambazo hakuna uhalali wowote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.